Kuna vijana walikuwa wako chini na sasa wanafanya vizuri katika uimbaji. Keza katika climax zile kwaya zetu ambazo ziko kule chini tuweze kuelimisha wakuaji wa talanta. Watu wameweza kupata talanta, wanaweza kuweka kwaya kwa stage. Mwaka huu tumekuwa na wanaume peke yake. Kwa hivyo naona ni vizuri sana tumeendelea katika kuendeleza taaluma ya muziki katika maeneo ya kwetu. Kule kwetu walio Mtazamaji, kadiri umesikia kwamba Leni tu imefika kanisani na inafanya kazi. Imba kwaya gani na wajibu wake ni upi katika kwaya? Jina lako na jimbo na Maina. Kwaya yangu inaitwa St. Garissa Diocese. Wajibu wako ni upi katika kwaya? Kupiga drum. Leo ulikuwa unacheza drum katika yale mashindano. Ulikuwa unacheza drum kwa wimbo gani? Zote. Kuwakilisha kwaya yako katika kiwango cha kitaifa. Ulianza lini? Na kuanzia mdogo, grade ya kwanza vizuri. Je, uliona pia wengine wachezaji wa drum katika kwaya zingine? Kuna kitu ulijifunza kutoka kwao? Kuna vile umeona unaweza kucheza drum? Nimeona watu wengi wanaweza kutafuta talanta zao kwa kuimba, kupiga wao wengine kufika nationals ama mbali sana. Inaonekana unafanya vizuri sana katika CPC shuleni, au sio? Na sasa unataka kutuambia nini kutokana na kuna rika yako, watoto rika yako wadogo ambao wana talanta mbalimbali, wamejifunza hata kutoka CPC na sasa wako kwenye kwaya ama hawajaingia kwenye kwaya. Unataka kuambia nini ili tuweze kutembea hii safari pamoja? Waendelee. Kuna siku watakuja kuchaguliwa hadi wanaweza kaenda mbali, yani nje ya Kenya, waende huko huko juu, wajitahidi. Asante sana kijana huyu mdogo ambaye anawakilisha katika barukia yake vile ambavyo umesikia. Na basi si mtoto wa kiume peke yake, hata watoto wa kike pia waliweza kuwakilishwa hapa. Tusikie pia ujumbe kutoka kwa huyu mdada, atuelezee pia anaitwa nani, atoka kwaya gani na jimbo gani, na pia ameweza kuhudhuria kwenye mazoezi ama nyimbo za mwaka huu. Ni kipi kile ambacho ameweza kufurahishwa nacho? Tuambie jina lako, kwaya yako na jimbo. Jina langu ni Rosalia Ndela Mutisia. Kwa majina ni Rosalia Mutisia kutoka Mtakatifu Rita Kabatini, Diocese ya Wote. Naam, unaimba sauti ya ngapi kwenye kwaya? Soprano. Soprano. Labda kile ambacho umeweza kujifunza kutokana na uimbaji ambao umefanyika siku ya leo, kwaya yako na kwaya zile zingine, ni kipi kama mwana soprano mchanga ambaye anakuwa kwa sasa? Maana kwaya zinaimba vizuri, wanatumia kayamba, vitu zingine za kuendeleza wimbo. Na nikaona mimi naweza piga kayamba time tukiendelea kuimba, na naona naenda kujifunza. Labda kipi kile ambacho unaweza shiriki kushare na wasichana wenzako ambao wanakuwa, labda tunaona ni wachache sana na ni kwaya chache ambazo ziko na watoto rika yako kwenye kwaya, lakini kwa kujitolea kwako, labda kipi kile ambacho tunajifunza kutoka kwako na wito wako kwa wasichana wenzako? Kwaya kama venye tunajua ni kuswali mara 2, na ningewasi waingie kwaya tuimbe hata kwa uzee wetu, hadi uzee wetu. Shukrani sana dada kwa sababu ya kujitolea huku, na pia kadiri ambavyo tumeweza kuona siku ya leo, kumekuwa na watoto wa kike na wa kiume ambao wapo kwenye kwaya, kumekuwa na akina mama, kumekuwa na akina baba, mapadri hawajasazwa na watawa vile vile tumewaona kwa wingi sana kutoka kwenye kwaya mbalimbali, kwaya ambazo zimetoka katika majimbo kadhaa. Na basi kwa sasa, mpenzi mtazamaji, ningependa tuweze kusikia ujumbe mfupi tu kutoka kwake mtawa hapa, atuelezee jina lake na kwaya yake, shirika lake na kwaya yake, na basi kutoka hapo ili tuweze kusikia ni yapi yale ambayo anaweza kutushirikisha kwa siku hii ya leo kutokana na uimbaji ambao umefanyika katika chuo hiki. Jina lako na kwaya yako na shirika. Kwa majina naitwa Sister Mary Margaret Anyango, Sisters of the Blessed Virgin Congregation. Natoka jimbo la Kisumu, kwaya St. Peter's Clever Yala.
Umekuwa na performance ya items gani na gani, na ni kipi kile ambacho umeweza kufurahishwa nacho mwaka huu katika mashindano yale ambayo yamefanyika siku hii? Tulikuwa na items 3: on composition, wimbo wa Christmas and set piece. So nimefurahia sana, nafurahia kuimba na napenda sana, na nimefurahishwa na idadi ya watu wenye walikuja na wenye walijitolea, wameimba vizuri, tumesifu Mungu na ninapenda hiyo sana. Sasa ni maombi yangu ingekuwa kwa tujitolee zaidi kumtumikia Mungu kupitia kwa nyimbo. Ndio raha yangu leo, na nimefurahi kuwa hapa Embu siku ya leo. Hata safari ya mbali huu kutoka katika jimbo kuu la Kisumu hadi katika jimbo kuu la Nyeri, hiyo safari yote haitakuchosha kwa sababu ya uzuri na uwema ambao unauona kwenye muziki. Kila unatushirikisha na watawa wenzako ambao wameweza kuingia kwenye kwaya, nimeona kwa wingi sana kutoka mashirika mbalimbali. Labda ujumbe ukiwakilisha kwa wengine wao. Safari ilikuwa refu, tulitembea tukikuja huku, na hata hivyo leo hatujachoka mpaka saa hizi. Tumesimama tu, ni kusimama, ni kuimba, hakuna kuketi. Shukuru sana, waendelee kumtumikia Mungu kupitia kwa nyimbo, na wote pia wenye wangependa kuwa watawa pia nawaalika wakuje tumtumikie Mungu pamoja. Katika utawa kuna uzuri, kuna utamu. Kuna utamu, kuna uzuri mengi. So wengi tunaomba mkuje tushirikiane pamoja kuhubiri hii neno la Mungu. Unaonekana unapenda sana nyimbo. Je, nyimbo kwaya ndizo zilikufutia sana hadi ukaingia utawa? Si nyimbo, kuimba ni kama niko kwa familia. Mamangu, ndugu zangu wote wako kwa kwaya. So venye niliingia kwa shirika nikapata kwa shirika letu pia tunaimba. So nikajipata niko hapo na nimependa sana, na pengine ni kifo tu kitanitoa huko kwa imbaji. Ndio. Asante sana mtaa wako wa ujumbe wao. Hawa ndio wale wameimba wimbo ule ambao umebobea sana. Nimeitika wito, na kweli wanapenda uimbaji, na tunashukuru sana kwa sababu ya kipaji kile ambacho kimeweza kutolewa kwa watawa wetu, na si hao tu, na watawa katika mashirika yote ulimwenguni ambao wanajitolea kueneza neno lake Mwenyezi Mungu kupitia kwa nyimbo. Na wito wake ni kwamba wasichana wengi ambao wanahisi kwamba wanatamani kuwa watawa kanisani wajiunge pamoja na mashirika ya walio karibu nayo ama wanaotamani, ili waweze kuungana pamoja na watawa wengine kwa ajili ya kushirikisha wengine neno lake Mwenyezi Mungu kupitia huduma mbalimbali wanazozitoa. Basi akina mama hawakuachwa pia, na ndio idadi kubwa ambayo imeonekana kwenye kwaya nyingi hapa. Takribani zote wakina mama walikuwa kwa wingi sana, na wamekaa hapa kwa kufumilia na kwa kujitolea kabisa kuhakikisha kwamba wanapata matokeo na wamewakilisha makundi yao vilivyo. Hebu tusikie kutoka kwa huyu mama, atuambie yapi ambayo aliona. Kwanza tuambie jina lako, kwaya yako, jimbo lako, na umeionaje siku ya leo katika sherehe hii ambayo tunahudhuria siku ya leo. Nafurahi sana. Kwa majina ni Jennifer Mtuku, nimetokea jimbo la Mombasa. Kwaya ni Taveta mjini. Nimetokea kaunti ya Taveta mjini. Taveta mjini. Ndio. Mmeimba kwa nyimbo ngapi siku ya leo? Tumeimba nyimbo 3. On composition, on choice na set piece. Unaimba sauti ngapi? Naimba sauti ya pili. Sauti ya pili. Ndio. Sauti ya pili, hebu tuangalie set piece walikuwa wanaanzia wapi, hebu tusikie sauti yako katika uimbaji huu leo. Kituonyesha tu kidogo. Furahini katika Bwana, furahini katika Bwana, furahini siku zote, furahini
tena nasema furahini. Hebu tu, ni kipi kile ambacho kilikuwa changamoto kwako katika kushika hizi nyimbo walipokuwa wanafundisha, na ni furaha gani ambayo unashiriki kwa sasa kwa kuwa umefika kwenye mashindano ya kitaifa na umeweza kuwakilisha kwaya yako? Mimi kwangu changamoto zimekuwa ni family. Mme anakataa nikienda kwa kwaya, lakini kwa njia nyingine kuimba ni kusali mara 2. Nimezidi kumwomba Mwenyezi Mungu mpaka akafungulia mume wangu mpaka akakubali, sasa niko sawa. Na ukiwakilisha kina mama kwa niaba yao, labda kadiri ambavyo umefanya performance tangu asubuhi na vile ambavyo unasikia, je, wameweza kuridhishwa na hali ya kutumikia Mungu kupitia kipaji hiki? Labda uwazo kadiri ambavyo umewasikiza unapowakilisha. Mimi kwa mawazo yangu niko shauri wa mama wajitokeze, sababu kuimba ni kusali mara 2, na tukizidi kumwomba Mungu atatufungulia mambo mengi. Ndio. Asante sana. Mama ameweza kusema kwamba kuimba ni kusali mara 2 na tuweze kujitolea daima kwa ajili ya kuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na basi kipindi hiki ambacho kimefika sasa, mpenzi mtazamaji, ninakualika bila shaka ili tuweze kuungana na viongozi ambao tayari wamefika hapa, wanaoenda kututolea matangazo kuhusiana na matokeo ambao yameweza kufanyika katika eneo hili. Hapa tukiwa kwenye chuo kikuu cha Embu ambapo kipo kwenye jimbo la Embu, na kumbuka kwamba mashindano haya yaliweza kufunguliwa hapo mwendo wa asubuhi na askofu wa jimbo Katoliki la Embu, Askofu Peter Kimani Ndung'u, ambaye pia yupo hapa kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata matokeo yake. Na utaona kwamba wanakwaya kwa utulivu wametulia, wanangoja matokeo sana, na kwa wingi wakiwa wamejaa katika kumbi zita ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuweza kuimba nyimbo mbalimbali, ambapo vile ambavyo tulifahamishwa hapo awali kulikuwa wimbo wa set piece, na kulikuwa na wimbo wa on arrangement ama on composition, na kulikuwa na nyimbo za kusaliwa kwa Bwana ambazo ziliweza pia kuimbwa, zimechaguliwa kutoka kitabu cha nyimbo za Kikatoliki Tumshangilie Bwana. Vile vile kulikuwa na wimbo wa utukufu ambao pia uliweza kuwa umetungwa na wanakwaya wakapata kuimba vile vile, na pia kulikuwa na wimbo wa Nasadiki. Kwa hivyo ni nyimbo za misa, nyimbo za liturujia kama kawaida ambazo zinatumika mara nyingi ili kuweza kufaa kwa mazishi na kufanya wanakwaya waelewe, wafahamu, wajue liturujia vile inavyoenda kadiri ya sheria ambazo zimetolewa na kitengo ama tume ya liturujia katika kiwango cha Baraza la Maaskofu wa Kikatoliki nchini KCCB, na vile vile katika ile ofisi ya Climac ambapo tumeona utaratibu wake umetolewa na kufuatilia taratibu. Na kwa sasa basi tunaungana pamoja na viongozi ambao wanaenda kutuelekeza katika kutupatia matangazo ya moja kwa moja kadiri yanavyoendelea kutoka hapa katika chuo kikuu cha Embu, jimbo la Embu. Basi ningependa uendelee kufuatilia taratibu katika mitandao yetu ya kijamii na moja kwa moja kwenye runinga ya Capuchin, ninapowapisha viongozi ili waendelee kutupeleka kwenye ratiba ya sasa. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Tumsifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mko wazima? Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mmefurahi? Mmeshinda ama mmeshindwa? Ati mmeshindwa? Sasa tuko katika ile taratibu ya kuachilia matokeo ya ile kazi tulikuwa tukifanya leo. Na kabla ya hayo yote tujipigie makofi kwa ile kazi tumefanya mzuri. Kuna awamu ya kwanza ya